Helicobacter pylori bacteria ni bakteria ambazo tunasema ni katika kitengo cha normal flora bacteria. Ni bakteria ambazo zinakaa katika mara yetu, katika large intestines. Lakini mtu anapotumia chakula fulani na anapokuwa katika hali fulani, hizo bakteria zinahama, zinakuja mpaka mahali kunaitwa pylorus, karibu na tumbo. Na zikifika hapo, unaambiwa uko na H. pylori. Kwa hivyo tayari, kama umepimwa uko na pylori ama hauna, tayari unazo. Swali ni je, mbona hujagua nazo? Naanzia hapo, maanake kuna hoja nataka kuleta. Ugonjwa wowote tunaopata hauletwi tu na bakteria. Kwa mfano nimesema hiyo bakteria ambayo inapatikana katika tumbo zetu, hiyo ambayo nimesema inaitwa Lactobacillus acidophilus bifidus bacteria, ni mojawapo wa bakteria ambazo watoto wanaozaliwa kwa jinsi ya kawaida, wanaozalia kupitia mfumo wa kawaida wa uzalishaji. Unajua watoto mahali wanatokea wanapozaliwa ni karibu na mahali ambapo choo kinatokea. Mtoto anayezaliwa kwa jinsi ya kawaida anakuwa na survival advantages, anakuwa na, sijui nitatumia jina manufaa, anakuwa amefaidika kwa kuzaliwa kwa njia ya kawaida kuliko wale wanafanyiwa CS, wale ambao wanachinjwa kutolewa mtoto. Kisa na maana, mtoto anapozaliwa kwa njia ya kawaida, mama katika hali ya utungu na kulia anatoa harufu mbaya katika tumbo lake, na hizo bakteria ambazo nimepeana mfano zinaingia kwa mdomo na kwa mapua ya mtoto, na hiyo inamsaidia mtoto kukua na immunity na magonjwa mbalimbali, na pia inaandaa utumbo wa mtoto kusiaga maziwa na mtoto kukua. Kwa hivyo itakuwaje sasa basi bakteria ambazo zinapea mtu immunity, bakteria ambazo zinasaidia kusiaga chakula, leo niambie ndizo zinafanya nigue? Sijui kama naeleweka hapa. Sasa nilikuwa fashion zingine ambazo ni za UTI ambazo nataka kusisitiza hapo. Katika infection hizi zote kunazo zinaletwa na bakteria kama hiyo ambayo nimesema, Escherichia bacteria ambayo inaitwa Escherichia coli, E. coli. Kuna bakteria, kuna fungal infection zinaitwa Candidalis. Hiyo ni mifano, nimepeana tu mifano miwili. Sasa basi mtu anapoambiwa amekuwa na infection inakuwaje? Kwanza elewa kwamba sio bakteria yenyewe bali ni mazingira.